Swali lake. Mheshimiwa mbunge wa Tunduru Kaskazini anataka kufahamu upi mkakati wa serikali kuandaa timu ya taifa madhubuti itakayowakilisha taifa katika mashindano ya AFCON 2027 tukiwa kama wenyeji. Swali hilo linapatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Hamisi Mwinjuma. Serikali kupitia Baraza la Michezo la Taifa BMT kwa kushirikiana na Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania TFF imeweka mikakati ya muda mfupi, wakati na ya muda mrefu kwa ajili ya maandalizi ya timu ya taifa. Mikakati hiyo inajumuisha: mosi, kuimarisha ligi ya ndani kwa kuhakikisha ushindani na nidhamu ya michezo ili kuibua vipaji bora vya wachezaji wa ndani. Pili, serikali kwa kushirikiana na TFF imeandaa program za kusimamia na kulea timu za taifa za vijana walio chini ya miaka 15, 17 na 23 ili kuandaa timu ya taifa ya wakubwa iliyo imara na madhubuti itakayoleta ushindani katika mashindano ya AFCON 2027. Tatu, serikali kwa kushirikiana na TFF itaendelea na mpango wa kufanya scouting kwa wachezaji wa diaspora katika mataifa mbalimbali duniani, ambapo hadi sasa mpango huu umeonyesha matokeo chanya kwa kujumuisha wachezaji hao kwenye mechi ambazo timu ya taifa ilifanya vizuri na kufanikiwa kufuzu kushiriki mashindano ya AFCON. Na nne, kuboresha program mbalimbali za huduma kwa timu hizi, ikiwa ni pamoja na kuboresha benchi la ufundi, program za lishe na kuzipatia vifaa mbalimbali za michezo kulingana na mahitaji, pamoja na kuongeza motisha kwa timu yetu ya taifa. Serikali inatambua kuwa uwenyeji wa AFCON ni heshima kubwa na fursa ya kihistoria, hivyo tumejipanga kuhakikisha timu yetu haishiriki tu bali inashindana kwa kiwango cha juu. Mheshimiwa Sidadu Hassan Kungu, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Pamoja na majibu mazuri sana ya serikali, nina maswali mawili madogo ya nyongeza. Kuna viwanja vya mashindano na maeneo ya michezo ambayo yapo katika halmashauri zetu zote nchini, ambapo maeneo hayo yanasaidia kuibulia vipaji vya michezo mbalimbali. Je, serikali imejipangaje? Kuna baadhi ya halmashauri ambazo yanabadilisha matumizi ya maeneo yale na kuyauza ili kuongeza ama kupata mapato ya ndani. Je, serikali imejipangaje kuzuia hilo ili kuyalinda maeneo hayo yaendelee kuibulia vipaji vya michezo mbalimbali kwa vijana wetu wa sasa na vizazi vijavyo? Lakini swali la pili, je, serikali imejipangaje kuimarisha ligi za ndani kama msingi wa timu ya taifa ili kuwa na timu ya taifa bora ambayo kuelekea AFCON 2027 ili kupata timu ya taifa bora ambayo itakayoshindana na sio kushiriki? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Kushukuru Mheshimiwa Spika. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa Kungu, mbunge wa Tunduru Kaskazini, kwa ufuatiliaji mzuri wa shughuli za wapiga kura wake ikiwamo shughuli za michezo, na naamini wana Tunduru Kaskazini wanaliona hili na hawatakuangusha muda utakapowadia. Kwenye kujibu maswali yake, la kwanza ni kuhusiana na kuvamiwa kwa maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya shughuli za michezo. Kweli nakiri kumekuwa na jambo hili likitokea mara kwa mara, na mimi binafsi nimekuwa nikiingilia maeneo mbalimbali ambayo yalikuwa na migogoro ya aina hii, ambapo maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya shughuli za michezo yamekuwa yakibadilishiwa matumizi na kutumika kwa ajili ya mambo mengine. Mfano ni mgogoro uliotokea kwenye halmashauri ya Korogwe. Na ili kuondoa jambo hili moja kwa moja, suluhisho la kudumu ambalo tulilifikiria ni kuanzishwa kwa mamlaka ya usimamizi wa viwanja vya michezo nchini, SIMA, ambapo mamlaka hii sasa tuko katika hatua za mwisho za kuianzisha, na ambapo jukumu lake la kimsingi litakuwa kwanza kuhakikisha maeneo haya hayavamiwi, lakini kuboresha na kusimamia maeneo mbalimbali ambayo yanatakiwa kutumika kwenye shughuli za michezo. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa Kungu ya kwamba mamlaka hii ipo katika hatua za mwisho za uanzishaji wake, na shughuli yake ya msingi miongoni mwa ambazo itakuwa ikizifanya itakuwa ni hii. Kwenye la pili la kuimarisha ligi za ndani, hata wakati najibu swali lake la msingi,
Mipango mingi ambayo serikali inaifanya kwa kushirikiana na TFF, lengo lake hasa ni kuhakikisha kwamba tunaimarisha ligi za ndani ili kuwa na timu bora za taifa. Mipango kama kuimarisha timu za ndani za vijana chini ya miaka 15, 17 na 23, lakini hali kadhalika ujenzi wa miundombinu bora ya michezo. Yeye atakuwa ni shahidi kwa sababu tuko naye kwenye kamati na nafahamu jinsi serikali inavyowekeza, lengo likiwa kuwekeza miundombinu bora ya kitaifa, lakini kuwekeza miundombinu bora ya mikoani na kuhakikisha tunafika mpaka kwenye halmashauri ili vijana wetu wapate maeneo mbalimbali ya kufanya shughuli zao za michezo, lakini pia na program mbalimbali za kuwajengea uwezo walimu, waamuzi wa ndani na wachezaji na kuimarisha uwezo wao wa kufundisha, kucheza na pia weledi wakati wa kufanya shughuli zao. Yote inalenga katika kuhakikisha tunaimarisha ligi za ndani na hatimaye kuimarisha timu yetu ya taifa. Asante. Mheshimiwa Festo Sanga, moja kwa moja kwenye swali. Mheshimiwa Waziri, kuimarisha timu ya taifa ni pamoja na kuhakikisha kwamba sheria na taratibu za michezo zinafuata nchini. Ligi yetu inaelekea mwisho, lakini kumekuwa na mvutano wa hizi timu mbili na viongozi wa TFF. Ipi kauli ya serikali? Mheshimiwa Establaya, unataka kumsaidia kujibu Mheshimiwa Naibu Waziri? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Kama ambavyo unafahamu, shughuli za mchezo wa mpira wa miguu zina mamlaka zake za kimataifa na za kitaifa. Na tumekuwa tukisisitizwa mara kwa mara serikali kutoingilia moja kwa moja uendeshaji wa shughuli hizo ili kuepuka kuja pengine hata kufungiwa na FIFA katika nyakati hizi ambapo kitakwimu nchi yetu inafanya vizuri sana katika uendeshaji wa shughuli za mpira wa miguu. Mamlaka za uendeshaji na usimamizi wa shughuli za mpira wa miguu nchi hii ni TFF ambayo ni shirikisho la mpira wa miguu nchini, lakini pia na bodi ya ligi kuu ambazo serikali hata taarifa ambazo tunazitoa hapa tuna rely kwenye taarifa tunazopata kutoka kwao. Kuhusu mchezo anaosema, tunafuatilia kwa karibu jinsi ambavyo mgogoro huu unaendelea kutatuliwa, lakini huku tukijaribu kwa kiwango kikubwa kabisa kutoingilia moja kwa moja maamuzi ya TFF na bodi ya ligi. Lakini tumekuwa tukifuatilia kwa karibu, eyes on hands off, huku tukisisitiza TFF na bodi ya ligi kufuata na kutekeleza kanuni na sheria ambazo wamejiwekea za uendeshaji wa mpira wa miguu. Kwa hivyo kifupi kabisa ni kwamba tunafuatilia jambo hili, lakini tukihakikisha kwamba hatuingilii moja kwa moja na kupelekea nchi yetu kufungiwa kwa vile mchezo wa mpira wa miguu unajiendesha wenyewe. Asante. Mheshimiwa Establaya, hebu sema unayosema kwenye kisemeo. Maana naona umekuwa naibu waziri wa michezo. Nilikuwa nasema kuhusiana taratibu na sheria ni pamoja na kupata ripoti kwa nini mchezo wa tarehe 8 haukuchezwa. Sasa wewe ndio ulikuwa unakataza ushabiki. Sasa hapo unataka ushabiki. Haya, wa Simba anayetaka kumjibu. Esther Matiko, mjibu. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Kama alivyojibu naibu waziri, lazima tuheshimu kanuni ambazo zinaguide mchezo wa mpira wa miguu tuweze kukuza vipaji. Tusiweke ushabiki. Mheshimiwa naibu waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa Bunge. Mheshimiwa Bunge, Wizara ya Kilimo.